Sasa tunaendelea bwana. Msikilizaji wewe mwenyewe unakumbuka kwamba jana Maina alienda pale akatoa maneno yake ya mwisho kwenye harusi ya mume wake, lakini anapoondoka kuna kijana akamwambia Maina nakupenda, na tukatoka ni nani ambaye anampenda Maina leo kwenye harusi ya mume wake? Ni nani? Kwani ilikuwaje? Basi twenzetu bwana. Sasa tunarudi mwezi mmoja nyuma kabla ya hili tukio la leo la sherehe bwana. Mwezi mmoja nyuma kabla ya tukio hilo kulikuwa na kikao kifupi, kikao ambacho kilihusisha watu wawili kwa maana ya Kesi pamoja na Allah. Hawa kumbuka ni wale wafanyakazi ambao wanafanya kazi kwenye ofisi ya Garma, ambapo mara baada ya kufukuzwa katika kampuni Allah aliendelea na mambo yake, lakini siku moja alitafutwa na Kesi. Dhumuni kula kutafutwa ilikuwa ni kufanya naye mazungumzo ambayo yangemhusu Maina moja kwa moja bila hata kumshirikisha Maina mwenyewe. Basi wakakutana katika maeneo ya kijiji bana, wakaanza kupiga stories hapa na pale. Ilikuwa ni majira ya 2 usiku, muda ambao vyombo mbalimbali vya muziki viliendelea kusikika katika eneo lile la burudani. Kama uwapo jijini Mwanza na kuuliza eneo zuri la burudani, basi kwa wenyeji wasingeacha kukutajia kijiji bar. Mzee, unajua nimekuita hapa, nataka unifanyie kitu mwanangu, alisema Kesi kwa lugha ya kiuni kidogo. Hata kama alikuwa ni mtoto wa kike, lakini aliamua kuzungumza. Kipi hicho mzee wangu, au shapagawa na kufukuzwa kazi nini? Mimi sijapagawa wala nini. Yaani kwanza wakunipagaisha kazi nani? Ule mpuuzi au? Sema nini? Mimi nataka umteke Maina awe katika mikono yako ili tumkomeshe yule boya. Wewe unaonaje? Mimi ninakwambia. Ni mtoto wa kike wewe anaongea eti. Kiaje kwanza naye unaongea? Acha ushamba basi, mimi nataka Maina awe demu wako wa maisha. Unajua ile pisi ni ya kuweka ndani. Yaani mle kazini kila mmoja alikuwa anamtamani. Ala alifikiria kwa muda kidogo. Kisha akaona ilikuwa ni wazo ambalo hakutarajia kama Kesi angeweza kulitoa. Yaani hata hivyo alikuwa anamheshimu mno Maina kupita maelezo kama shemeji yake. Lakini mimi namheshimu sana, alisema Allah. Huwezi kudumu na mtu kwenye mahusiano kama umheshimu. Kama unamheshimu hapo ndo nyama. Sasa maana ungekuwa umheshimu, si ungemchezea afu kapita zako kisela. Fanya hivyo basi mzee wangu. Ila unajua Kesi, kumbuka kwamba Maina ameumizwa na usitegemee kama atapenda tena kwenye maisha yake. Wewe naye basi sikiliza ta muziki. Uko unajua kumsikiza Harmonize. Harmonize alimba akasemaje? Akasema sitasema mapenzi basi maana nimeumbwa na moyo wenye matamanio na unapenda pia. Kwa hiyo ondoa hiyo dhana bwana wewe kwamba hatupenda tena bwana wewe vipi? Basi Allah akajikuta anaguna. Si unaguna bwana, mimi nakupangilia. Unajua jamaa aliponifukuza kazi kishamba vile nimeumia kinoma. Yaani nimeumia kiasi kwamba natamani kumpiga hata risasi yule fala. Hujajua tu. Alisema Kesi huko kimtazama mhudumu ambaye alikuwa akileta makange. Jamani karibuni, mhudumu alisema. Asante sana, Kesi alishukuru. Basi baada ya makange kuwekwa pale juu ya meza walinao na kuanza kula. Ulikuwa ni msosi mtamu kuliko maana waliufurahia mno. Sema nawaza jamaa akijua si hata nipige shaba yule. Wewe naye hana jeuri hiyo bwana. Hebu okota dhahabu mchangani uishi nayo. Kwani wewe unamuonaje bwana? Wanawake kama wale wako wachache kinoma ujue. Mimi mwenyewe siwezi kupenda kama ambavyo napenda Maina ujue. Yule anapenda afu anapenda tena. Yaani kama chizi hivi. Alizungumza Kesi. Wewe si mzee anachukua anaweka, Kesi akamalizia, unajua nini? Wanawake kuna muda tunapenda sana, halafu tukishaumizwaga tunaona hakuna jambo la maana katika mapenzi. Ndio ambavyo ilikuwa kwangu. Nyewe wanaume mbwa sana ujue. Hapo sasa kwanza ngoja nicheke. Ngoja au nibweke kabisa. Basi Ala aliingizia sauti ya mbali ambayo alifanya kama mbwa ambayo ilifanya wacheke sana. Haya ndio alikuwa maisha ya Kesi pamoja na Allah. Walikuwa ni marafiki waliopitiliza. Kwao soga na stories hapa na pale zilikuwa haziishi. Walikuwa ni washikaji sana. Waliweza kuongea kwa kutumia lugha ambayo walikuwa wakiitikia. Maongezi yao yalijaa usela na uhuni mwingi sana. Walipokutana katika maongezi, kila mmoja alijifanya ni mjanja kuliko mwenzake. Matusi kwao ilikuwa ni kawaida tu na hakuna ambaye alikuwa anaumia pindi akitukana. Kesi ilikuwa akifahamu kwamba Ala hakuna mwanamke ambaye alikuwa naye. Kwa hiyo kama inawezekana mchukue Maina, mbona ni pisi tu, amchukue na kuishi naye iwe kama sehemu ya kumkomoa bosi wao ambaye aliwafukuza kazi kipuuzi kweli. Kwa hiyo mwanangu nipangilie vizuri kwanza. Unajua ile pisi ni tamu. Acha ufala, mali ya kwenda ile. Umeona ile shepu lile, haki ya Mungu yani basi tu. Yani jamani, yani sijui ningekuwa ni mimi si Mungu angenipa ni. Macho sasa, unaona macho yake yale, macho ya Zari kabisa yale, afu unataka kulaza damu. Yani unajua si madem, tunapenda tu mtu akikujali. Yani ukinijali tu, yani sisi tunataka tu tujali kuliko mtu ambaye tulikuwa naye tunaona hapa safi. Tunahamisha kambi kabisa. Sema niko nje ya panda, unajua sijui pa kuanzia wapi. Jambo rahisi ili tulia. Kiaje sasa? Siku ya harusi ya mjumba si ndio siku ambayo wewe utakamilisha kazi au utaanza? Alisema Kesi. Basi kwa wakati wala hakuwa ameelewa nini ambacho Kesi alikimaanisha. Alibaki tu ameduaa lakini asijue hata cha kujiuliza chochote. Unajua mapenzi yanauma sana. Kuna boya mmoja hivi nilimpenda sana kipindi hicho. Nakwambia yani unafahamu kupenda, nilipenda.
yani nilionga vitu vyangu vyote, afu niko zangu nilikuwa bikra, mtoto wa watu. Yani kumbe yule muuni bwana alikuwa kizazi cha nyoka, mtoto wa Farao kabisa. Akanipitisha Misri kula mateso. Kwanza alinishawishi kipuuzi, yani akawa ananitisha kwamba kama sitamtanuliwa basi ananibwaga. Bwana we, nilikuwa nawaza mno yani muda wote ulikuwa ukiniona na iwaza bikra yangu. Basi ikabidi niende kumtanulia. Nikaenda hiyo siku ya kwanza, mwamba kapiga zake, afu siku ya 4 kaenda kuoa mwanamke mwingine. Oya unajua niliumia, yani niliumia kinoma yani, hadi nikasema siku nikipata hela yule mpuzi namnunulia bunduki na muua, na ili haki ya Mungu nimeshaliapia. Kesi alikuwa akisimulia kisa chake ambacho kilimfanya ala angue kicheko. Alicheka mpaka Kesi akachukia. Akaanza kumpandishia hasira ili kumrudisha katika hali ya kawaida. Kwa hiyo umenisimulia tu, ila bado sijua dhamira yako ilikuwa ni ipi. Si ulianza kucheka hata kabla sijamaliza movie langu? Chizi wewe. Nilichokuwa nataka kukuambia ni kwamba hiyo siku ya harusi lazima Maina atakayepo pale ili kudhibitisha kama kweli mchizi anaoa ama la. Kwa hiyo na wewe utatumia mbinu hiyo, unaingia pale, afu yakikutokea unajifanya una mapenzi ya dhati kwake. Mbona baridi tu, unateka hisia bibi, yani ukifanya vile mbele ya umati. Mbona pambe? Una mbinu Kesi. Si maumivu ndo ambayo alinifundisha. Unadhani hiyo siku jamaa nao niliwaacha hivi? Kesi alisema kwa akichukua nyama na kula kidogo. Akaendelea na masimulizi yake kwa hala ambaye hakuacha kuangua kicheko, japokuwa kilikuwa kisimuliwa kilikuwa sio cha kuchekesha, lakini hebu tuacheke. Mwanangu, nilirusha mawe. Wale maboya walipigwa sio poa. Sema ndio hivyo, nilikuwa sipendi na yule mwamba alikuwa anataka tu kutekeleza lazima yake. Kwa kifupi, nililiwa kiboya mwanangu kila nikikumbuka. Kesi alimaliza hadithi yake hapa na ilikuwa imechekesha kidogo kwa kweli. Sema ni idea nzuri, nitaifanyia kazi. Mwisho wala aliongea safi. Ila kuhusu kuumiza mtoto wa watu sitaki. Hapo tutagombana, yani hapo tutakuchoma moto na petroli. Na venye petroli imepanda bei. Kesi wewe una akili kweli wewe? Yani Kesi mwanangu wewe. Basi Allah alizungumza, lakini alikuwa amefurahi mno. Hii siku ilikuwa ni furaha sana katika maisha yake. Na hapo ndo mpango kamili ulikuwa umeanza. Ndio tunarudi sasa siku leo harusini. Siku ambayo Maina wakati amemaliza kuongea akaambiwa Maina nakupenda. Ndo pale msikilizaji, umekumbuka tunaendelea pale. Basi bwana. Sasa baada ile kauli kuzungumzwa, kila mmoja aligeuka ili kutazama ni nani ambaye alitamka ile kauli. Walimwona ni mtu ambaye alikuwa amejifunika kama Mwarabu hivi ili asionekane vizuri usoni. Garma alikuwa na hamu kubwa sana ya kumjua huyu ni nani. Hatimaye Allah alijifunua kwa shida ile, kisha alipiga hatua hadi sehemu ambayo alikuwa Maina na kupiga magoti. Akaingiza mkono mfukoni na kutoa pete. Maina alibaki amepigwa na buto. Hakuelewa nini ambacho kilikuwa kinaendelea. Moyo wa Garma ulitibuliwa na chuki. Alimtazama Allah kisha akasema, "Oya we, acha uboya, hebu toka. Walinzi, mnaruhusu vipi watu kama hawa kuingia?" Sauti yake ilipana kuwafikia watu wengine na kila mmoja alitaka kujua itakuwaje. Kwa bahati mbaya, Allah hata hakujibu tu swali lolote ambalo alikuwa ametumwa. Yeye alikuwa busy na Maina ambaye alimtazama usoni kisha akasema, "Nakupenda na naomba nikuvishe pete Maina." Maina alimtazama Allah kwa akili yake ilimrudisha siku ambayo alikuwa hospitalini akivishwa pete na Garma. Alihisi kuumia sana moyo. Hakutaka tena kukaa katika eneo lile. Alimshika mkono rasmi na kuondoka, huku nyuma akimwachia aibu Allah ambaye alizomewa na kila mmoja. Unaipata ile ya kupiga magoti afu mvalishwaji pete akaondoka. Ndio ilikuwa hivyo. Msikilizaji, hapa ni Simulizi Zetu Media na hii ni season ya kwanza ya simulizi yetu nzuri kabisa na kwenda kwa jina la Maina. Bila shaka hapo ulipo unaenjoy. Hakikisha umesubscribe channel yetu, lakini usiache kubonyeza alama ya kengele ili kupata notification mapema sana tunapokuwa tumeweka maendelezo, lakini pia tunapokuwa tumeweka simulizi mpya hapa katika channel yetu. Usiache kulike, usiache kushare, usiache comment. Karibu sana pale kwenye group letu la WhatsApp kwa ambaye unataka kuungana na sisi. Tuma ujumbe kwenye namba ya simu ya 0757 5672 53. Sema mimi nataka kuingia kwenye grupu. Lakini pia usiache kutufuatilia Instagram, Facebook, TikTok, bila kusahau audio kwa jina la Simulizi Zetu Media. Na sauti ambayo unaisikia hapa nyuma ya mic, jina langu mimi naitwa Tutu na hii ni sehemu ya 4 ya season ya kwanza ya simulizi yetu ya Maina, ikiwa ni sehemu ya mwisho katika season 1. Sio, umeelewa msikilizaji? Sehemu ya mwisho katika season 1. Nimekwambia misimu ni 4, kwa hiyo kaa hapo relax. Wewe weka bando tu. Sisi tupo na wewe, tuweke boss kasema. Jina langu naitwa Tutu na tunaendelea pale ambapo tulikuwa tumeishia. Sasa tukio la kukataa kwa Maina kuvishwa pete na Allah lilikuwa kubwa kiasi. Kila mmoja alizungumza kivyake kwa namna ambavyo alikuwa anajua. Wapo ambao walisema kwamba alikuwa ametumwa ili kuharibu sherehe, na wapo ambao walikuwa wakisema labda ilikuwa ni mapenzi ya kweli, ili mradi kila mmoja aonekane ametia neno katika tukio lile. Kwa upande wa kina Kesi, wao walikutana jioni. Safari hii haikuwa tena
sehemu ya mwanzo, bali ilikuwa ni nyumbani kwa Ala ambaye alikuwa anaishi maeneo ya Goma. Babu umetisha kinoma. Unajua sikujua kama ungekuwa na pete. Ulitoa wapi mwanangu? Alizungumza Kesi huku akikaa katika sofa. Basi Ala akacheka akamwambia, nilijiongeza bwana. Unajua kujiongeza muhimu. Sema mbona kama jao hivi? Acha uboe bwana, watu kibao siku hizi wanaekana kwenye mabango. Sembuse wewe. Unaona nini kukataliwa? Yaani binti ataenda kufikiria alafu majibu utapewa mbele. Alafu mbona fresh sana unajua, yaani pale umepata namna nzuri sana kuanzia hujajua tu. Kweli amini mwanangu, kwanza ulimwona mwanao Garma ambavyo alitoa mimacho. Jamaa anaonyesha kama anampenda hivi, yani alionyesha wivu. Atajua mwenyewe bwana, nataka kumuonyesha kwamba kama ukibahatika kupata mwanamke mzuri kama Maina, basi usimchezee, muonyeshe upendo wa dhati. Amini nakwambia, kwa jinsi ambavyo nakuona Ala pale unafiti. Nilitaka kumpa mchongo bro wangu, sema kama unavyomjua Isa ni kama mimi, twende tunaga yani sisi bwana. Kesi alieleza basi kimya kilipita kidogo huku akitazamana mithili ya watu ambao au kuku ambao walikuwa wanapigana kwa muda mrefu. Ala aliona bora akifukuza kimya kile. Kwa hiyo kinafuata nini? Ni kuendeleza mapigo tu. Shetani apigwe mara moja, kwamba kesho nitaenda kuongea na Maina nijue kuhusu Rasma, ila tutaongozana kama mida jioni hivi. Sema wewe hautafika pale kwake. Nadhani kama tukimtumia Rasma, yani kuwa karibu kwenye upande wa matibabu, kila kitu kitakuwa sawa. Unajua anahitaji msaada wewe. Okay, mimi nakuamini mwanangu, alisema Ala. Kesi alitoa mbinu kwamba kama wangeweza basi waanze taratibu za kumtibu Rasma, kwani ile ingekuwa ni njia rahisi ya Maina kuwa karibu na Ala. Endapo ukaribu wao ungezaliwa, kusingekuwa na ubishi, ambapo pale wangeamua kutupa mshipi. Basi bwana, sasa siku iliyofuata ilikuwa ni siku mbaya kwa Maina, kwani hakuwa na pesa. Kwa bahati mbaya kila kitu kwake kilikuwa kimeisha. Kaida ya vitu vya ndani wao vinaambizana, msikilizaji. Unajua kisha gesi, kiberiti hakuna, mchele hakuna, mafuta, kila kitu unaona kwa una hela. Ndio inavyokuaga. Sasa akawa anawaza itakuaje, lakini akawa anawaza sasa, yani hapa sasa tutakula nini hapa ndani? Yani tutapata vidonda vya tumbo hapa sasa itakuaje jamani? Na unaweza ukafa njaa, watu wakaja wakapika mchele, ujue haya maisha yapo. Basi asubuhi ikawa imeisha na ikaingia mchana na hatimaye usiku umefika. Akawa sebuleni anamwona Rasma akiwa analalamika njaa. Alisikumia mno. Sasa kana anawaza inafanyaje kama na njaa hivi? Alijikuta anawaza mno, na mwisho wa siku wazo mbadala likamjia. Wazo hili lilikuwa ni kutoka na si vinginevyo. Aliamua kwenda kutafuta chakula nje huku akiwa ameongozana na Rasma. Jamani, naombeni chakula, mgonjwa wangu ana njaa. Ilikuwa na sauti ya Maina akiwa katika eneo moja la mgahawa ambalo ulikuwa na watu kiasi. Mwaya, si leo watatu jauza, labda uje baadaye. Mama ambaye alikuwa akiuza alisema, "Haya asante, ngoja ngajaribu kwingine." Basi alipiga kama hatua 6 hivi, lakini alisikia kama muongezi huko nyuma yule mama ambaye alimwomba chakula alikuwa anaendelea. Kabidi apunguze mwendo. Ana madeni kila sehemu huyu binti. Ukimkopesha halipi. Mmoja wa mama yule ambaye alikuwa anauza chakula alisema kuambia wenzake kama sehemu ya kusengenya, lakini kwa bahati nzuri Maina alisikia. "Nitafanyaje kama sina kazi? Nakopa sio kwamba nataka, ila hali ni ngumu jamani." Maina naye alijibu kwa sauti, "Wenzako hivyo hivyo, hatuna maisha mazuri, basi kama uwezi nenda ukadange huko." Mama mwingine alimjibu Maina, "Si ndio hapo sasa, mdada mzuri ana kila sifa ya kwa mwanaume yote mjini hapa, lakini utakufa njaa, shauri yako. Yaani mimi nipate huo mwili, nipate hiyo shape afu nitulie, kama nitakufa yaani mimi ningekuwa tajiri wewe." "Shogangu, Mungu akupe vyote." Yule kapewa uzuri lakini zero, akili hamna. Ona anavyohangaika sasa na chizi kila siku kati ya ndugu zake yule, alisema yule mama wa mwanzo. Maina aliumizwa sana na yale maneno. Alitamani lao angeingia katika mtima wake waone jinsi ambavyo alikuwa akiumia, lakini hakuwa na uwezo wa kuchukua maamuzi yote badala ya kuondoka. Alianza kutembea kando ya barabara huku akiomba 200. Pembeni yake kulikuwa na Rasma ambaye muda wote alitaka kuingia barabarani lakini alizuiliwa. Kijana mmoja ambaye alikuwa na umri kati ya miaka 20 mpaka 28 alisimama na alipita hapo na kumpa 1000. Ilikuwa kama bahati kwake. Alishukuru mno, lakini nyuma yake alitokea kijana mwingine ambaye alimpokonya ile hela na kukimbia. Mungu, mbona umeipitisha tu hela? Lakini alisema huko akinyosha mikono juu. Wakati bado hajashusha mikono, kuna gari ambalo lilisimama kwa pembeni yake. Hakupata kusikia wala kuliona. Ndani ya ile gari kulikuwa na Nina pamoja na mume wake ambao walikuwa wanatoka mjini kununua baadhi ya vitu. Ni gari ndo ambaye alisimamisha gari. Akashusha kiona kuwatazama. Kitendo hiki kilimkera sana Nina na kuuliza kwa hasira, "Kwa nini umesimamisha gari?" Na mwangalia mpuzi ambaye amesimama pale. "Nani?" Nina aliuliza huku akipitisha mwili wake katika mapaja ya gari ili aweze kuona vizuri. Macho yake alimuona Maina akiwa anaendelea kuomba. Alirudisha umakini kwa mama yake akasema, "Kwa hiyo unataka tufanyaje?" "Ananitia aibu kinoma yani. Tatizo mnamchikia. Ningekuwa ndo mimi, haki ningempiga. Kama hawezi kulea chizi, amwache aende jelalani jamani."
Basi kabla hata Nina hajamaliza kuongea, Garma alishuka kwenye gari. "Unaenda wapi?" "Nakuja," alijibu na kubamiza mlango. Alipiga hatua hadi sehemu ambayo Maina alikuwepo, akamtazama na kumuuliza, "Kwa nini unanitia aibu wewe? Nani ambaye amekwambia usimame barabarani kama hivi?" Wewe nani? Mbona mimi sikujui nani?" Maina naye alimtolea nje. "Unijue? Umesema unijui, si ndio? Babu, tusiharibiane, sikue vipi bwana, pambana na hali yako." Maina alijibu kwa dharau huku akitaka kuondoka. Garma alimshika mkono na kumrudisha sehemu ambayo alikuwa mwanzo. Alimtazama usoni kisha akamchimba mkora wa kufa mtu. "Nisikilize. Hiki cha kupita barabarani na kuomba ni ufara. Unakela bwana. Ukiendelea hivi ujue nitakupiga, hebu ondoka hapa." Alisema huku akiwa amekunjwa ngumi mkono wa kulia. "Kwa nini ndio ambaye unanisaidia? Unanipa hela wewe, Au nimekuja nyumbani kwako?" Alafu kabla hata Maina hajamaliza kuongea, upepo wa ngumi ulitua katika uso wake. Kitendo kilichomfanya afinye macho yake. Alijua kwamba amepigwa ile ngumi kutoka kwa Garma, lakini kumbe haikuwa hivyo. Badala yake mkono wa Garma ulikuwa umeshikwa. Alifanya hivi hakuwa mwingine bali ni Allah. Ni yeye. Ni yeye jamani, kwa sauti ya TID. Basi bwana, ni Allah alikuwa amefika hapa na alikuwa amefika mahali pale kwa ajili ya kutoa msaada. "Unataka kumpiga mwanamke ili serikali ichukue mkondo wake au? Okay, mpige, niko hapa na kuchukua video. Utajibia Butimba, sijui Mwakinyo, sijui utaenda wapi." Allah aliuliza kwa sauti ya kistaarabu kwa kimwachia mkono. "We boya, nitakuonyesha. Naona unanifuatafuata sana," alisema Garma kwa hasira, kisha huyo aliondoka zake akiwa na aibu kubwa sana. Macho ya Maina yalitoka katika mwili wa Allah. Alimtazama kuanzia juu mpaka chini kisha akaweka tabasamu ambalo lilidondosha machozi. Hakutegemea kama angepata msaada wa nguvu kwa muda ule. Allah naye aligeuka kwa kutazama gari ambayo ilikuwa kama mita 10 kutoka pale. Alimwona Kesi akimsisitiza kwamba wanahitaji kuondoka mahali pale kwa haraka mno. "Ngoja nimpe hela nisepe," alijiambia moyoni na kuingiza mkono mfukoni ambapo alitoa wallet. Alifungua huku akimtazama Maina na kumpa kiasi cha shilingi 30,000. Kilitoka katika mkono wa mrembo yule ambaye alisita kupokea. "Kwa nini unanisaidia na hela hata sijakuomba? Nimesimama hapa muda mrefu na kuona unaomba afu nataka kukupatia. Afu mbona unanijibu hivyo? Unajua katika hii dunia pia nimejifunza kwamba tusipende vitu ila tuwapende watu. Hata wewe ungekuwa unapenda vitu, sidhani kama ungeongozana na huyu ambaye umemshika mkono sasa hivi. Tazama ndugu zake ambavyo wanapenda vitu. Yaani hata wajui ndugu yao yuko wapi, anakula nini. Kwa kifupi umemtelekeza." Aliongea kuonyesha zaidi nia kumpa pesa Maina. Mkono wa Maina wa kulia ulipokea ile pesa. Taratibu alitaka kumshukuru wala, lakini alikuwa tayari amekwishaondoka mahali pale. "Kwa nini anaondoka hata sijamshukuru jamani? Ila sawa, hakuna shida, asante Allah. Mungu akubariki," alijiambia moyoni mwake na kumgeukia Rasma ambaye alikuwa akionyesha ishara ya kupigana. Mikono yake ilikuwa imefutika ngumi akiendelea kujifanya Bruce Lee huku akitamka maneno ambayo yalikuwa hayana hata maana. Na ndivyo ambavyo alikuwa anaongea. "Najua una njaa kipenzi, ni muda wa kwenda kula sasa Haya, twende sasa. Nawaza sijui niende nikanunue mgawani, afu niwalipe madeni yao au nunue gesi, afu tununue chakula." Gesi ndio muhimu, ila sasa hiyo bei sasa kiamu gesi 25,000 unatoa wapi? Kwa hapo tabaki na buku 5. Sawa, kuna shida, ngoja nikanunue tu. Lakini serikali muda mwingine na nyinyi muangalie basi jamani. 25,000 gesi, alisema kisha alimshika mkono Rasma na kuondoka zao. Wakiwa katika gari bado hawajaondoka katika eneo lile, Kesi na Hala waliendelea kuzungumza. "Jamaa inaonekana bado anampenda," aliuliza. Sina hakika, lakini hata hivyo nadhani wewe umeanza kujitengenezea nafasi sasa," Kesi alijibu huku akitoa simu mfukoni. Akachezea kidogo na kuirudisha, akajiweka sawa kisha akasema, "Nasema hivyo kwa sababu demu ulipoenda si ulimgea hela afu ukasepa zako na hujaongea maneno mengine?" "Wala sijaongea, aliniuliza tu kwa nini unanisaidia, nikamwambia kwa sababu tu mimi sipendi vitu." Umetisha mwanangu. Wanawake tunapenda wanaume fulani hivi majini. Yaani sio macho yako mazuri nini. Yaani wewe mwanangu umeua. Yaani ukijifanya unaongea tu point. Na sisi tuna maelezo. Yaani wewe nyoka kwenye point za msingi. Mbona sisi tunakupenda tu? Au sio? Wewe ni seti tu afu nile za uso. Yaani wewe Kesi wewe. Alizungumza Hala na aliongea na kuasha gari kwa ajili ya kuondoka maeneo yale. Safari ya kwanza ilikuwa haijatimiza lengo lake, ambapo alipanda kwenda kwa Maina na Kesi ndo ambaye alikuwa mzungumzaji, huku lengo kuu likiwa ni kumshawishi kwenda kumfanyia matibabu rasmi. Lakini kwa bahati mbaya wakati wanakwenda walikutana naye njiani akiwa katika ule mgogoro. Swala hili liliofanya kutatua kwanza mgogoro kisha wapange namna nyingine ya kwenda kuongea naye kuhusu matibabu. Haikuwa nje malengo yao, ingawa Allah alihisi kwamba kama ratiba zimekuwa zikiingiliana hivi, lakini Kesi hakuacha kumwelekeza na alielewa hivyo. Walipanga kuanzia siku itakayofuata wataanza tena utaratibu wa kujua matibabu ya Rasma yanaendaje.
Watu wawili katika mpango mmoja walikuwa ni wataalamu wa kutengeneza mipango mipya. Hata kama wa zamani ulikuwa nakufa, basi ilikuwa ni lazima kufikia tamati. Kwa kuwa Casey alikuwa anawafahamu wanawake vizuri, yani wale walioumizwa kwenye mapenzi, kwake ilikuwa ni rahisi mno kujua namna gani ya kumwingia Maina kuliko hata Allah mwenyewe. Sasa usiku wa siku ile ulikuwa ni mbaya sana kwa Garma, ambaye alikosa usingizi kabisa. Kitendo ambacho kilitokea cha kuzuiliwa kumpiga Maina kilimkera mno na kilimkereketa mno katika moyo wake. Akiwa kitandani, alimtazama Nina ambaye alipita na usingizi muda tu. Aliinuka na kwenda sebuleni. Alipofika, alisogea katika friji, kisha alifungua na kuchukua pombe ambayo ilikuwa ni ya baridi mno. Kwa nini hala anafanya ujinga? Ina maana anatembea na Maina ili anikomoe, au ana mapenzi ya dhati kwake? Usikute hata kabla ya kumwacha alikuwa anampenda, au alishawahi kuwa wapenzi au ndio maana huko mwishoni alibadilika ndio uone hata vile ambavyo alikuwa akimuulizia kila siku. Leo nimeamini kweli kikuacho kingoni mwako. Maswali haya alikuwa akipita kichwani mwake kwa kasi muda wote kabla hata hajafika tamati ya maswali yake. Mama yake alikuwa mahali pale akimtazama, naye alipomuona alijikuta kijana gugumizi. "Mama, kuna nini? Mbona usiku?" Mama aliuliza akipeleka macho katika saa ya ukutani. "Saa 4 sasa hivi, bado uko sebuleni tena na pombe. Nini anakusumbua au?" aliuliza huku akimsogelea mtoto wake na kumshika bega. Garma alifikiria namna nzuri ya kumjibu mama yake. Kichwa chake kilikuwa kimegoma kumpa majibu mwafaka kwa maswali ambayo alikuwa ameuliza. Aliona anapaswa kujibu swali ambalo linamhusu Nina. "Hapana mama, nimejisikia tu kuja kunywa pombe." "Sio kaida yako bwana. Sasa hivi usiku huu kumbuka ujue kuna kitu ambacho kimetokea kinakupa stress. Hebu niambie, shida nini baba?" "Mama, hakuna kitu, hakuna shida kabisa. Nenda kalale tu. Nimeona kichwa kinauma, nikasema acha nije nikitulize kwa pombe." "Sawa, basi hakuna shida kama ni hivyo." Mama Garma alisema hivyo, kisha aliondoka zake na kumwacha mwanae pale sebuleni. Akili ya Garma alimwambia anatakiwa kuachana na pombe ili arudi tena kulala. Alirudisha pombe katika friji, kisha huyo aliondoka zake. Alipokaribia mlango wa chumba chake, alipata wazo, natakiwa kwenda kuongea na Laila kesho ili nifahamu kweli juu ambayo ninayawaza. Ndio, natakiwa kukutana nayo kesho. Yaani nikitoka hapa home sina sehemu nyingine ya kwenda bali ni kwake, alijiambia, na kisha akafungua mlango akaenda kulala. Asubuhi kulipopambazuka, safari ilifungwa kutoka nyumbani kwake hadi kazini kwa Laila. Kwa bahati nzuri alimkuta ndo anataka kufungua mlango wake kwa ajili ya kwanza biashara. "Laila, samani," alisema Garma huku akishuka kwenye gari. Laila aligeuka ili kumtazama ni nani ambaye alikuwa anamuita. Macho yake yalipokutana na Garma aliwaza, akafuata nini huyu? Ilikuwa ni swali ambalo lilitembea haraka sana katika kichwa chake. Wakati anasubiri majibu yajizalishe, alimuuliza Garma, "Kuna nini? Naweza kuongea na wewe kuhusu jambo dogo, tunje kwenye gari kama utojali," alisema Garma. Laila aliweza kwa sekunde akachomoa funguo katika kufuli la mlango wake. Alipiga hatua hadi kwenye gari la kuingia ndani. Alipofika alikutana na swali la kwanza kutoka kwa Garma. "Rafiki yako anatoka na Allah, right?" "Kuhusu Maina nitakuongopea kwa kweli. Sijui lolote na sikutegemea kama ungenishirikisha mambo haya wakati umeshaoa. Kwani bado unampenda? Mbona unamfuatilia?" aliuliza Laila. Kimya kilipita huku Garma akitafuta namna ya kujibu swali lile. Alimeza fundo kubwa kwa mate kisha akamwambia, "Hapana, nitaka tu kujua." "Then ukishajua acha ushamba. Mtu umeshaachana naye, kwa nini sasa unamfuatilia? Ndugu yako yule." "Ala, sio mtu mzuri kutoka na Maina, atamchezea tu." Garma aliongea kwa hasira. "Hapa kwanza nicheki. Kwa hiyo wewe ulikuwa ni mtu mzuri, si ndio? Ila sitaki kukukatisha sana. Naomba bwana mimi nisiwe muongo. Kuhusu Maina na maisha yake mimi sijui chochote. Naomba uondoke. Mimi yule nimeshaachana naye, sio rafiki yangu tena kama ambavyo ilikuwa zamani. Labda nenda kamuulize mwenyewe. Una mada nyingine nje hiyo?" Laila aliuliza na alitoa simu yake kutazama. "Nimeshachelewa," alisema kwa sauti ya chini. Garma aliweza kwa muda akimtazama Laila huko akema kidogo. Akili yake kuridhishwa kabisa na majibu ambayo alikuwa amepewa. "Kwa nini unashindwa kunisaidia ili kujua?" "Wanasema uchunguzi unaanza vile ambavyo tunashindwa kuvitibu. Ukichunguza sana ya watu utashindwa kufanya yako kufanikiwa." Narudia tena, kuhusu habari za Allah na Maina sijui chochote. Hata hivyo wakiwa wapenzi watapendeza kinoma yani. Kwani wewe unaonaje?" Laila aliweka kituo na kumtazama Garma ambaye alikuwa amefura kwa hasira. Kijasho kilikuwa kinamtoka, ni wazi alikuwa amekasirishwa sana. "Hebu shuka kwenye gari," Garma alisema. "Kwani la kwangu ili wivu tu? Mali uliacha sasa hivi unaitafuta. Tulia bwana. Tulia watu wale, wewe vipi?" alisema Laila. Alishuka kwenye gari huku akichezea simu yake. Garma alishuka na hasira mno. Hakuacha kumtazama hadi alipofika katika ofisi yake. "Kama kweli utaingia katika mahusiano, basi nitahakikisha hakuna penzi wala ndoa baina yao," alisema kwa sauti na kuwasha gari akaondoka katika eneo lile. Ugumu wa maisha ulikuwa umembadilisha Maina na akawa mgumu sana.
Kutoka kuwa ofisini mara kwa mara, kila kiyoyozi, kila dakika, hadi kuwa ombaomba ambaye anatukanwa ili muumiza sana. Kutoka kula chakula kizuri kila baada ya masaa mawili, hadi boko ambayo muda mwingine haikuwa na chumvi tena, alikipata kwa kubangaiza ili muumiza sana. Hakika ugumu wa maisha ndio kipimo cha akili. Kukaa njaa siku moja kulimnyosha Maina. Alijiona anapaswa kuidhibiti njaa kwa ajili ya kuokoa maisha yake, lakini pia ya Rasma. Akiwa kitandani kwake amejinamia, machozi yanamdondoka. Aliwaza afanye nini? Kama ni kazi, wapi nitaomba? Kampuni gani ambayo itakubali kuwa mimi niende kazini na huyo chizi? Au niwe namwacha? Na vipi nikimwacha afu nikarudi nisimkute? Hapana, kama nenda kuomba kazi basi nitaongozana naye. Ila yani bosi natakiwa anajua tu kwamba anajili mtu aina gani. Ndio, mjini ni michongo. Ukikosa mchongo basi hauli. Natakiwa kupata kazi. Mimi ni mshindi na kazi nitapata. Alijiambia mwenyewe kwenye moyo wake, na wakati huo alinuka, akajifuta, akajipaka mafuta, akaenda katika begi lake akachukua vitu vyake. Aliviangalia jinsi ambavyo vilikuwa na vumbi, alibaki akicheka tu. Akaweka kitandani, kisha huyo alienda zake kuoga. Dakika 12 mbele alirudi bafuni huku akiwa ametakata. Akatafuta nguo nzuri ya kuvaa. Alipata sketi moja nzuri ambayo inampasua kidogo kwa chini. Akachagua na shati nzuri ambalo liliendana na rangi ya sketi. Alijaribu lakini aligundua kuwa zimeanza kumpwaya. Ina maana nimekonda. Hizo nguo zilikuwa zinanikaa vizuri kabisa hizi. Anyway, kuna zile suruali hata hakuna shida. Alijiambia na kwenda kuchagua suruali na kisha shati jeupe la mikono meusi. Alipojaribu zilikuwa zimemkaa vyema. Akajiambia kwamba anatakiwa kuvaa zile nguo, lakini kabla ya kuvaa na kuondoka ni muda wa kupika uji. Alielekeza jikoni ambako alipika uji ambao ulikuwa chumvi tu, maana hakukuwa na sukari. Alipomaliza aliandaa kwa Rasma pamoja na wake, kisha alienda chumbani kwa Rasma akiwa na bakuli la uji mkononi. Alimkuta akiwa anapigana na ukuta. Damu zilikuwa zinamtoka katika vidole vyake, machozi yalikuwa yanamtoka. Aliweka uji chini kisha akamkimbilia Rasma. "Unafanya nini lakini?" alisema kwa kumtazama. Alitumia dakika 30 hivi kumtuliza hadi pale Rasma alipotulia, ndipo alirudia uji ambao ulikuwa umepoa. Hakuwa na jinsi, alimpa hivyo kutokana na njia ambayo Rasma alikuwa nayo. Ajikuta akifakamia uji ule. Masaa mawili baadaye safari ya kwenda kuomba kazi ilianza. Ilikuwa ni safari ambayo alishajiandaa kisaikolojia kwa majibu yote ambayo angekutana nayo. Basi alikuwa ameamua kwamba atakubali kama ni mazuri au ni mabaya. Alitegemea kwamba atapata kazi kutokana na elimu ambayo alikuwa nayo, lakini alikuwa na hofu wa kuongozana na Rasma. Wakati anatoka pale nyumbani kuna gari ambayo ilikuwa pembeni ya nyumba yao, lakini hakuliona kutokana na mawazo kumzidi kichwani. Huku alikuwa amemshika Rasma ambaye alikuwa anamuongoza. Aliendelea kwenda na safari yake. Katika gari ile hakukuwa na watu wengine bali ni Kesi na Allah ambao waliwahi kufika pale ili kwenda kufanya naye mazungumzo kwa ajili ya matibabu ya Rasma, lakini kwa bahati mbaya walimkuta ndo anatoka. "Tunafanyaje sasa na mtu mwenye yule pale? Unaweza kumsimamisha kweli na kujua anaenda wapi?" aliuliza Hala huku akimnyoshia kidole Maina. "Sidhani, ila nahisi kama anakwenda sehemu hivi, simuona bahasha ile." "Yes, sasa ni wapi?" "Sijui, ila nadhani itakuwa au kuomba kazi." "Wewe unaonaje?" "Kazi ndo ongozeni na chizi." "Nani ambaye atamwajiri sasa?" "Mwajiri gani ambaye atamwajiri akiwa vile?" "Ingekuwa wewe usingempa kazi." Kesi alirudisha swali kwa Ala kama kusudi kupima akili yake. Ala ajikuta akicheka, akatabasamu kisha akamtazama Maina ambaye alikuwa akizama katika kona. Akarudisha macho kwa Kesi akasema, "Nitampa kazi, afu nimekumbuka tumshirikishe katika kampuni yetu basi." Niko naanza juu ya hicho kitu pia ujue. Unajua Maina ni miongoni mwa watu ambao wana akili tena kubwa sana. Good plan. Sasa ondoa gari tumfuate." Kesi alisema na Ala aliwasha gari yake ili waweze kuondoka katika eneo lile. Unajua binti, ni kweli tulikuwa tunahitaji wafanyakazi na tulitangaza kwamba tunataka watu ambao watakuwa na vigezo kama vyako, lakini kwa wewe hapana ise. Ilikuwa ni sauti ya mkurugenzi wa moja ya kampuni ambayo Maina alifanya kuwa ya mwisho mara baada ya kuzunguka katika makampuni mengi sana bila mafanikio. Kote ambako alipita, aliambiwa nafasi zimejaa na wengine hawakuwa wanataka mfanyakazi. Wengine walienda mbali zaidi na kumwambia hata serikali imeshindwa kuzalisha ajira, wao wataweza. Basi maneno haya yalimuumiza, lakini kwa kuwa alishajua lazima itatokea, basi hakuacha kuendelea kuomba. Na sasa yupo katika kampuni ya mwisho ambayo aliamini huenda ingemsaidia kutokana na vyeti vyake. Hata hivyo, mkurugenzi alikuwa akifahamiana naye lakini bado alikataa. Sio kwamba huna vigezo, hapana, lakini huyu ambaye uko naye pembeni yako amefanyaje hema jamani? Kwa hiyo hujui nani ambaye anataka mtu chizi katika kampuni? Afu Maina, kwa nini unajitesa hivi? Achana na wewe, fanya mambo yako. Machizi sio watu kwa Uganda. Mbona masoko yako mengi tuende akazulule huko? Mkurugenzi ambaye aliitwa kwa jina la Emma alisema. Maina alimtazama kisha kaema kidogo. Pua yake kutoka jasho. Alitamani kumjibu vibaya Emma, lakini alihisi kama urafiki na ukaribu wao ungeharibika kwa jambo ambalo asingeweza kulistahimili. Akasema tu asante, nitafikiria. Alimshika mkono Rasma na kutaka kuondoka, lakini Emma alimshika mkono Maina.
Akasema unataka nini? Usijifanye kama umesahau nini nataka kwako. Sijui, si useme nahitaji mapenzi yako. Jua mimi nakupenda, naomba unielewe. Hivi unajua kwa nini nimekuja katika kampuni yako kuomba kazi nyakati za jioni na sio asubuhi wala mchana? Maina aliuliza. Emma alifikiri kidogo, hakujua dhumuni la lile swali. Akamuuliza kwa nini? Kwa sababu jioni ni muda wa kufunga mahesabu. Wewe nenda kawapende binadamu wenye akili timamu bwana Emma. Kwa hiyo umetoka kunikataa hapo katika kazi yako, alafu sasa hivi unasema kwamba unanitaka. Kiakili ya kawaida kwa mtu mwenye akili zake, unaona anaweza kufanya ambavyo wewe umefanya. Anyways, mimi nisikusumbue bwana, sikupendi. Maina alisema, kisha alifungua mlango na kuondoka katika ile ofisi akimwacha Emma akipiga meza kwa hasira. Ujinga wangu. Dogo alikuwa ananasa kabisa ise. Alijiambia kwa jazba. Lakini haikusaidia kitu wala kubadilisha chochote kwa sababu kweli alishakuwa amekosea. Basi Maina alitoka nje huku akiwa amechoka sana. Akili yake ilikuwa isomi, kukosa kazi kulimuumiza akili yake, ilikuwa isomi kabisa. Alijikuta akitembea kama zombi. Wakati anatembea akiwa hajui hili wala lile, alishikwa bega. Aligeuka kutazama. Kesi. Alitamaki baada ya kutana Kesi. Mambo, alimsalimia. Vizuri, vipi? Zawe umependeza jamani mpaka raha. Kawaida bwana, vipi? Mbona mibasha mkononi kulikoni? Niko natafuta kazi lakini ndio hivyo, kila sehemu ambayo naenda nakosa, alisema Maina huko akiangalia bahasha. Kesi alikaa kimya kidogo akitafuta namna nzuri ya kumuelezea kuhusu kazi ambayo alikuwa anaifanya. Akasema hivi, unafahamu kwamba niliachaga kazi? Niliwahi kusikia juu ila sina uhakika sana. Si unajua saizi nipo na huyu hapa kwa muda wote niko naye, kwa mambo mengi yananipita sifahamu. Pole sana. Pale nilifukuzwa ese. Jamaa yako alileta ungenge mwingi, nikamwambia mimi mwenyewe downtown. Nimezaliwa hapa, nitakufa hapa. Nikasepa zangu, sasa hivi nipo nyuma hapo, kuna mgawa mpya nimeanzisha, ila wanatafuta wafanyakazi. Mimi kuna mshikaji ambaye aliniunganisha juu, lakini nafasi zipo kama unataka. Sema mimi nikufanyie mpango kesho, utimbe ujaribu bahati yako. Kwanza simu yangu iko wapi? Kesi alitema swaga na mwisho akaweka swali mezani. Maina aliona hata aibu kusema kwamba hana simu. Alinamisha kichwa chini akasema, sio nimwambie nimeuza. Aibu acha. Aisee, naona aibu jamani. Bwana najiongeza mwenyewe. Akajisemea moyo. Umeibiwa nini? Ndio, vibaka wa mabatini tena. Kama unavyojua wamenipeleka mjini. Pole, basi sawa, namba yangu hii hapa. Kesi aliweka kituo na kutoa namba katika mkoba wake akampatia Maina. Kesho unaweza kuja. Ni hapo nyuma ya jengo la NSSF. Ukifika hapo kwa nyuma ndo kuna restaurant. Tunafanya delivery karibu kila ofisi hapa, alisema Kesi. Basi mkono wa Maina ulipokea business card, aliangalia vizuri na kuhesabu namba kama zimetimia. Asante, basi nakutafuta wewe kesho hata kwa simu ya bodaboda. Kwa hiyo nije na huyu au na nyia mtaki? Aliuliza kwa makusudi huku akimtazama Kesi ambaye alifikiri kidogo kisha akasema, why not? Wewe njoo naye tu, hakuna shida. Pale wanaingia watu mbalimbali, sidhani kama watashindwa kutupatia msaada kwa namna ambavyo wanaumwa ili aweze kutibiwa pia. Basi asante sana jamani Kesi. Mungu akubariki. Ngoja basi niwahi nyumbani maana nimechoka hatari. Okay, poa. Mimi naingia naingia ndani kujua kama wanataka supu ya sangara ili kesho tuanze kuwapitishia. Kesi alisema, kisha huyo akajifanya kuingia ndani. Allah ambaye alikuwa ndani ya gari lililopo maeneo ya maegesho aliona mchezo mzima. Akamtazama Maina ambaye alikuwa anazama na kisha akarudisha macho kwa Kesi ambaye alikuwa anakuja upande wake. Babu, dili limeiva, nimecheza kama feitoto, migoli ya mbali tu mwanangu. Alijitamba Kesi huku akijifananisha yeye na mchezaji wa Yanga. Aliyekuwa mchezaji wa Yanga tunasema ambaye anaitwa Feitoto. Kwa hiyo nini kinafuata sasa? Hakuna kingine, kesho anakuja pale ofisini. Sasa vaa vizuri, pendeza, afu mpe ukarimu. Kuhusu ile Rasma, utamwambia utamtafutia matibabu maana nimeshampanga kila kitu. Okay, basi mimi nimekuelewa. Alisema hala na kuwasha gari na tayari kwa ajili ya kuondoka. Sasa majira ya saa 4 usiku nyumbani kwa Mama Garma kulikuwa na maongezi baina ya Garma mama yake na ambapo walikaa pamoja sebuleni huko akijadili mambo mbalimbali. Kwa hiyo nani ambaye amekaa katika eneo la afisa masoko pale kwenye kampuni? Aliuliza Mama Garma. Nawaza kumweka Nina ila sijajua kama ataweza kuimudu ile nafasi. Kwa nini? Nawaza tu, yani sina uhakika sana. Kama unampa nafasi mpe tu. Sidhani kama itamshinda au utamtafutia msaidizi wake. Yes, ndio maana mama mimi nakupenda. Yaani mama unakuwa una akili sana. Basi wakati maongezi yake yakiendelea alipenya mpaka kwenye masikio ya Nina ambaye alikuwa chumbani akiweka kitanda sawa. Moyoni mwake kulikuwa na furaha mno kwamba ameanza kuona dalili za kuwa tajiri. Aliweka tabasamu katika uso wake kisha akasema, nitaringaje mimi pale ofisini? Yaani kila demo ambaye analetea nyodo ni mwendo wa kumfukuza tu. Alijirusha kitandani na kujipigia makofi mwenyewe kwa furaha. Garma hakujua kama maongezi yalikuwa yanasikilizwa na Nina. Hivyo aliendelea kuongea na mama yake, lakini safari hii alibadilisha mada. Mama, unajua kama Rasma anatutia aibu? Aliuliza.
Kwa nini? Yaani sasa hivi kila ninapopita nasema kwamba ana roho mbaya, sio namwacha ndugu yangu anateseka, afu mimi naponda raha na maneno mengi yananiumiza. Kwa hiyo wewe ndio uumie, ndio ya kuumiza. Ndio mama, kumbuka maneno yale mimi yananiuma. Yaani unajua maneno yanauma sana siku zote kuliko hata meno au mtu bora kupiga. Hata kama bwana yeye angekuwa ana kijiko au ni binadamu hawataacha kusema. Wakikuambia kwamba unamwacha anateseka, basi waambie waje kwangu, mimi nitajua namna nzuri ya kuwajibu. Au kwa sababu wewe sio ambao umekutana na maneno. Eti mama, Garma aliuliza huko akimtazama mama yake kabla ya kuhamisha macho na kumtazama Nina ambaye alikuwa katika korido amevaa gauni ya kulalia. Macho yake yalimtazama jinsi alivyonona hadi anafika mahali pale na kukaa pembeni yake huku akiegemesha kichwa kwenye mgongo. Naona muda wa kulala umefika, mwenzako anakukumbusha mwende mkatafute mjukuu wangu. Nyumba imepoa mpaka sio poa, alisema mama Garma. Mama bwana, ila hebu kwanza tumalizie. Kwa tunafanyaje kuhusu Rasma? Tukamtibu basi. Mkafanyaje? Yaani mtibu afu aje hapa? Nina aliuliza kwa kufoka. Hakupendezwa kabisa na hakuwa tayari na mpango wa kwenda kumtibu Rasma, sababu alifahamu wazi kwamba endapo angetibiwa basi ndoa yake ingekuwa katika mashaka, na yeye hakutaka kuona jambo hili likitokea. Kwake alitaka amuone Maina akiendelea kuteseka na kumuguza Rasma. Alitaka kumuona Rasma akiwa nje ya familia. Ndio kumtibu, mbona unafoka sasa? Garma aliuliza. Bwana, zile ni laana tu za mamake, unajua hakuna kwenda popote, ni kupoteza tu hela. Kama haina kazi hela nipeni mimi basi nikafanya mambo ya maana, si ndio mama? Nina alitupa kijiti kwa mama yake. Kweli kabisa, Rasma alitoka hapa akiwa na mitusi juu, hakuwa ananiheshimu, mwache tu awe mfano kwa watoto wenzake. Sidhani kama sisi tunatakiwa kumsaidia, aliongea Garma. Garma alijikuta kwa upande wa Rasma mwenyewe na hakuwa na jinsi. Kama watu wote wa familia ile wameamua kutoka kwa ndugu yake, basi ilibidi afanye hivyo pia. Basi alimaliza mada yake ile na walikubaliana kwamba hawatokaa kumtibu Rasma hata iwe vipi. Mwisho walienda kulala huku wakimwacha mama Garma pale sebuleni. Nina anaonekana kuwa na akili yangu kabisa. Yaani anaonekana mwanamke mzuri sana. Yaani hapa damu yangu imefika kabisa. Yule mwanamke hata eleweki. Sijui mwanangu alimpendea nini. Ila mapenzi jamani. Alijisemea moyoni mama Garma. Basi sasa tunarudi huku upande wa pili. Maina alikuwa amepiga magoti pembeni ya kitanda cha Rasma. Ilikuwa ni majira ya saa 9 usiku, muda ambao Rasma ndo alipata usingizi, naye alikuwa mahali pale ili kumfanyia maombi aweze kuwa sawa. Alimtazama usoni huku akitoa baadhi ya nyasi ambazo alizitafuna kabla ya kulala. Alimweka mkono wake katika paji la uso na akaanza kuomba. Ya Rabbi, na imani wewe ni mwingi wa rehema, huruma na hekima. Baraka zako katika ulimwengu kama nikianza kuzihesabu basi hakuna hata kimoja ambacho naweza kukulipa ya Rabbi. Nashukuru umenipa mtu sahihi katika maisha yangu. Umenipa Rasma ili awe mikononi mwangu nimuuguze. Umenipa huyu sio kwa ubaya, japokuwa kuna watu wananicheka, lakini kwako na imani kwamba unicheki. Utoka unicheki bali unanipima imani yangu kama nitashukuru au nitakufuru. Ndio nalijua hilo. Nalijua hilo, ndio maana mimi ni miongoni mwa waja wako. Hivyo kupata mtihani ni lazima. Na kama baba kwa mtoto vile ataamua ampe pipi au asimpe, kwangu umeamua kunipa zawadi ya Rasma. Rasma ni muhimu sana kwangu na nakuomba usimchukue ile hali bado sijamuweka sawa. Naomba usimrudishe katika imani yako wakati bado hajapona. Nashukuru sana na naamini kwamba utanikubalia ombi langu. Ya Rabbi, pia nikumbushe kutokata tamaa hata iwe vipi. Nikumbushe kwamba katika watu ambao nilisema nitawasaidia basi Rasma ni mmoja wapo. Haya matatizo usinifanye nikate tamaa bali nipambane zaidi. Na kama huko mbeleni nikianza kukata tamaa, hebu nikumbushe nyakati nzuri ambazo nilipitia katika maisha yangu. Nikumbushe kuhusu nyakati nzuri za kufurahia na kucheka, kutabasamu na kuona mimi ndo kila kitu katika dunia hii. Kisha nikumbushe kwamba zile nyakati zinaweza kujirudia endapo nikirudi kwako na kukuomba kama nifanyavyo hivi sasa. Mungu wangu nipe kazi. Mungu wangu naomba unipe mume bora katika maisha yangu. Alhamdulillah. Alimaliza dua yake na kutoa mkono katika paji la Rasma mara baada ya kumaliza kufanya dua yake. Nakupenda Maina. Sauti ya Rasma ilisikika. Ilikuwa ni sauti ambayo haikujirudia tena. Ni kama Rasma alikuwa akiota hivi, lakini ukweli alitamka ile neno. Ilikuwa ni kama neno lake la pili kueleweka tangu alipopata ugonjwa wa uchizi. Na leo kaongea. Na imani atakuwa sawa. Ngoja nikakazani kumwombea pia, ila sasa hivi ngoja nikalale, niwahi kuamka niende kwa kesi. Alijiambia ndani ya moyo wake na kuondoka katika kile chumba. Asubuhi ilipopambazuka, hakuna kingine ambacho kilifuata zaidi ya Maina kujiandaa kwa ajili ya kwenda kazini huku akiwa na vyeti vyake. Kichwani kwake alijua kwamba anaenda kwenye moja ya interview ambayo ingemsumbua mno. Alijua kwamba licha ya kesi kumuunganisha, lakini anapaswa kujiandaa vizuri kujibu maswali ambayo yatamhusu. Alipomaliza kujiandaa, alimchukua Rasma kisha akatoka na kukutana na boda
ambaye alimwelekeza ni wapi alikuwa anakwenda, lakini kabla ya kutoka alimuomba kwanza ampigie mtu ambaye alikuwa anamwendea. Alipiga simu na Kesi alipokea. Walipata kuzungumza huku akijuzana kwamba yeye ndo alikuwa akisubiriwa. Yupo mkurugenzi alafu waga kaagi sana ofisini, kwa hiyo fanya uwahi, hata hivyo nishampa taarifa zako, Kesi alisema. Basi nakuja, ila nikukute hapo ili unisaidie kukaa na Rasma wakati mimi nikiingia ndani. Okay, usijali, sidhani kama kuna shida katika hilo, njoo niko hapa, alisema Kesi. Sawa. Basi alisema na kukata simu na kisha alimpatia boda na safari ilianza rasmi. Dakika 40 zilitosha kwa boda kuwafikisha katika eneo husika, kisha alimpigia simu Kesi ambaye alienda kuwachukua. Maina hakujua anaenda kukutana na nani. Ofisi yenyewe hakujua tena fananaje kwake. Alijiandaa tu na kuamini kwamba Kesi atakuwa amekamilisha mambo mengi ambayo angerahisisha kwa kupata kazi. Bosi wako ni mzee au kijana? Maina aliuliza huku akimtazama Kesi ambaye alikuwa amemshika Rasma na kuanza kutembea kuelekea ofisini. Mbona una pressure? Sio mzee wala kijana. Naogopa ujue. Ondoa shaka bwana, kwanza tushafika, alisema Kesi huku akinyoosha eneo la mgao ambalo alikuwa akifanyia kazi. Ulikuwa ni mgao mkubwa wenye hadhi ya ukubwa pale mjini. Watu mbalimbali walikuwa wakiingia na kutoka, tena wengine ni wenye hadhi zao kabisa. Maina alitazama eneo zima la mgao. Moyo ulimdunda. Alimtazama Rasma akajiuliza, naweza kweli kupata kazi katika huu mgao? Mbona inaonekana ni wa kisasa sana? Bwana, haina shida, lakini hata nikikosa nitajua la kufanya bwana. Alimgeukia Kesi kisha akamuuliza, kwa hiyo ofisi za mkurugenzi ni zipi? Ofisi yake Poko, hebu kaa hapa kwanza nikaongee naye kwamba umekuja, alimwambia huku akiwataka wakae kwenye moja ya meza ambayo ilikuwa wazi. Alipiga hatua hadi katika chumba ambacho walifanya kuwa ni ofisi. Kilikuwa ni chumba kikubwa kiasi ambacho kuwa na viti viwili vilitenganishwa na meza katikati, na baada ya kufika ndani ya ofisi alimkuta Allah. Chizi, demu wako tayari nishafika naye hapo, sijui aingie au? Kesi alisema. Sasa hilo la kuuliza wewe naye baridi, basi jipange afu geukia upande wa ukutani, au sio? Yaani kinamna fulani. Poa, nimekusoma basi. Afu sasa usifoke basi. Tulia bwana wewe, Kesi alisema kisha akaondoka. Basi alifika nje na akamweleza Maina kwamba kila kitu kiko tayari, kama vipi anaweza kwenda na Rasma mwache pale, yeye atabaki naye. Basi Maina alikubali. Alipiga hatua hadi ofisini ambako alifika mlangoni na kupiga hodi, kisha akakaribishwa. Naye alifungua mlango na kuingia ndani, ila hakuamini. Jitambulishe, sauti ya kiume iliyoshiba ilisikika. Aliongea Allah bila hata kugeuka. Maina, naitwa Maina Ramadha. Okay, hakuna shida, naitwa Allah Muhammad, alisema Allah huku akigeuka ili kumtazama Maina ambaye moyo wake ulikuwa ukimwenda mbio kuliko kawaida. Naam msikilizaji, sasa si ndo tumefika ambako tunataka kwenda, kisasi ndani ya kisasi. Maina anataka kazi, Allah anataka kumpa kazi, kumkomesha ndugu yetu Garma. Garma mwenyewe haeleweki kama anamtaka binti au amtaki. Itakuwaje? Kwani mambo yako vipi? Nikwambie tu uhondo wa simulizi ya Maina bado uko mbeleni. Hii ilikuwa ni sehemu ya 4 na nilikwambia kwamba bosi amechanganyikiwa. Kwa hivyo tutakapokwenda kuimaliza hii ni mapema sana, tunakwenda kufahamu kwani nini kilijiri. Maina anakutana na mtu ambaye alimwambia anampenda na akataka kumvisha pete siku ya harusi ya mume wake Garma, lakini kama tunakumbuka aligoma. Aligeuka pembeni akaondoka zake, lakini leo ndo mtu ambaye anatakiwa mpe kazi. Vipi? Mipango ya Kesi pamoja na Allah itafanikiwa? Na Maina ana shida na kazi. Bosi ndo huyu hapa. Wewe unafikiri ukiwa Maina utafanyaje? Unafikiri nini kitaendelea katika sehemu inayofuata? Msikilizaji, usikose uhondo huu kutoka kwa Sam Dafur. Hakikisha hautokosa. Jina langu naitwa Tutu, kwaheri kwa sasa.